Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya TANROADS tumefanikiwa kukamata solar panel moja, frame 4 za solar panel na vifaa mbalimbali vya umeme. Pia tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 15 ambao wanashikiliwa kuhusiana na wizi huo wa miundombinu ya barabara. Uchunguzi zaidi wa kisayansi unaendelea ili kuweza kuwabaini na kukamata wote waliojihusisha na uhalifu huo na ili waweze kufikishwa mahakamani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa raia wema kuendelea kushirikiana na jeshi lao kuhakikisha kwamba miundombinu ya serikali inalindwa vizuri, kwa maana serikali inatumia fedha nyingi kwenye kuwekeza miundombinu hii kwa manufaa ya wananchi wake. Hivyo kwa pamoja tuendelee kudhibiti na kutoa taarifa za wahalifu wote wanaojihusisha na wizi wa miundombinu hii ili waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa sasa mpaka hivi tunavyoongea, jumla ya taa 27 na betri moja limeibiwa, ambayo kimsingi gharama ya taa moja wakati mradi unafanywa ilikuwa ni milioni 3 kwenye tenda. Kwa hiyo ukiangalia gharama yake ni milioni 81. Kimsingi betri, kwa sababu hii ilikuwa inajumlisha betri, paneli pamoja na taa yenyewe, ndio ilikuwa milioni 3. Kwa hiyo ukigawa katika vipande, kwa hiyo tunaweza tukasema betri labda kama shilingi 400,000. Kwa hiyo ukijumlisha unapata milioni 81.4. Hayo ni makadirio hasa kwenye betri. Kwa maana hiyo sasa mimi natoa wito kwa wananchi kuwajulisha hii juhudi aliyofanya Mheshimiwa Rais anayeongoza serikali ya Tanzania sikivu inayosikiliza vilio vya watu. Kila mtu ambaye anaona taa iko pale, cha kwanza ajue ile tani yake, kuilinda ni jukumu lake pia. Na kama ataonekana mpita njia tu wakati anaitoa, basi atoe taarifa kituo cha polisi. Ukweli ni kwamba sisi kamati ya usalama ya wilaya tumeshatangaza vita na watu hao. Na mtu yeyote atakayesikika au kubainika anajaribu kuchezea hii miundombinu ikiwemo hizo taa za barabarani, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyangu vyote vya usalama vya wilaya hii kwa kweli tutawashughulikia ipasavyo. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba wasijaribu kuchezea miundombinu ya serikali sikiwemo hizi taa za barabarani. Kwa kwanza ilipotea kama taa 2. Yaani inapotea kwa awamu. Sio kwamba inapotea siku moja natoa taa 3 4. Mara ya kwanza ilitoka hizi 2. Hii hapo na ile pale. Mara ya pili kaja katoka ile kule. Yaani awamu ya pili kaibia ile kule mwishoni. Awamu ya 3 ndio kaja kamalizia hii hapa na hii hapa. Yaani sisi tunaiambia tu serikali itusaidie hili jambo. Kwa sababu imekuwa tayari ni changamoto. Baba yetu tutakosa sasa. Zinatunufaisha hizi taa kwa sababu kwanza kama nilivyozungumza kwamba zinamulika paka nyumbani kwetu, kwa tunakuwa na usalama wa ule mwanga ule. Na hapa barabarani kina mama wanafanya biashara ni ya muda wote, usiku na mchana, yani masaa 24. Swala hili linaturudisha nyuma kiuchumi kwa sababu tunafanya biashara. Pia inatuathiri kwa mambo mengi sana. Kuna mtu amejidamka kuja kupanda gari hapa, anakuwa kwenye giza wakati taa zipo. Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali kama kuna uwezo, yani watusaidie kuzikinga zile taa zisiibiwe tena. Kama kungekuwa na uwezekano, yani wangeziwekea kama kuna shoti, mtu anapopanda pale juu kusema kwamba aifungue, apigwe shoti. Kwa maana sisi tulikuwa tumefurahia, stendi yetu ilikuwa imependeza. Jioni pale tulikuwa tunajipikia biashara, sasa inaanza kuwa giza. Taa 5 na zimebakia 5. Zilikuwa zinatusaidia kwa sababu mwanga ulikuwa unapiga mpaka huku. Zilikuwa zinatusaidia kama hiyo tunachangamoto kusema labda tuanze biashara hapa, sio na shoto unaanzaje biashara hapo jioni, hiyo unapata riziki. Taa tumebakiza taa moja tu. Yaani sisi tunaiambia tu serikali itusaidie hili jambo. Kwa sababu imekuwa tayari ni changamoto. Baba yetu tutakosa sasa.